Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni 100% mali ni yangu. Nawashauri waendelee kutumia PMBet, maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Mtazamaji wa PMTV, karibu tuzungumze na Yahya Zaidi, mchezaji kutoka Azam FC. Kumbuka kwamba ni ligi inakwenda kutamatika, umebakia na mchezo mmoja tu kuweza kutamatisha ligi kuu soka Tanzania bara. Tutakwenda kuzungumza naye, niambie msimu ulivyokuwa 24-25, lakini pia nini hasa malengo yake tunapoenda kuanza msimu wa 2025 na 26. Yahya, mambo? Poa, vipi? Uko vizuri? Niko poa, nashukuru. Jambo, hatujaonana. Kweli muda mrefu. Tokea ile media day ya msimu ule. Kweli muda mrefu sana. Sema kwa sababu na mwenyewe haupo sana, uji mara kwa mara. Sasa hivi kwa mtu wa majuu unaenda wapi nje sana. Wanasema kwamba ukikutana na Yahya huyo kwenye kamera na nje ya kamera ni watu wawili tofauti. Ni kweli? Hiyo sasa huo ni mtazamo wa mtu. Kwa hiyo swali hilo kiniuliza mimi mwenyewe nashindwa kulijibu kwa sababu mimi naona niko vile vile, kwamba nikiwa kwenye kamera nikitoka nje ya kamera naona niko vile vile. Sasa kuna mtu ambaye akiniona ndo anaona kwamba mtu wa vibe sana. Vibe la kwenye nini sasa? Vibe ni vibe tu. Ni kweli. Ni kweli, yani nikiwa sipendagi mimi kuwa gani ile kinyonge. Yeah. Sawa. Yahya bwana, tuzungumzie michezo. Msimu na malizika, amebakiza mechi moja tu. Nataka uniambie msimu namna ambavyo ulivyokuwa tangu umeanza mpaka sasa hivi, amebakiza mchezo mmoja kuweza kumalizia msimu. Msimu ulikuwaje? Msimu ulikuwa mgumu kwa sababu pia hata na mimi kama unaona sikuwa nimeanza mwanzo. Na maana nilikuta ligi katikati kwa sababu ya majeraha nilikuwa nayauguza mwanzo. Lakini kwa vile ambavyo toka ligi imeanza na nilivyokuwa naangalia ligi ilivyokuwa imeanza mwanzo, ligi ilikuwa ngumu kwa sababu watu wengi walikuwa wamejiandaa, kila mtu alijiandaa kiaina yake. Kwa hiyo mpaka kufikia hapa leo naamini Jumapili tunaenda kumaliza ligi yetu ya 2024-25. Na niseme kwamba timu nyingi yani nizipongeze kwa namna ambavyo zilivyokuwa zimejiandaa kuanzia mwanzo mpaka ambapo tunaelekea kumaliza. Tumeona ushindani, kila timu ilikuwa ikikutana na mwenzie na maana inaleta ushindani kwenye mechi. Kwa kweli mimi naona msimu ulikuwa mzuri na ligi ilikuwa nzuri kipindi hicho. Mlimaliza msimu uliopita, mlimaliza mkiwa nafasi ya pili. Sasa hivi kuna uwezekano mkubwa wa kumaliza ligi nafasi ya 3. Pengine yale malengo ambayo kama wachezaji mlitamani muweze kuyatimiza na mpaka sasa hivi mnaona kabisa mmeyafikia, ama kuna namna mmeshuka? Hapo kikawaida, yani hata kimtazamo pia kiangalia, na maana tunaweza kusema yani tuweke wazi, tuseme ukweli. Yani unajua unapokuwa leo umesogea mbele, kesho ukarudi nyuma, afu mtu akaja akakuuliza ukasema kwamba bwana mimi bado labda maintain kile nilicho, inakuwa sio kweli, kwa sababu lengo ni kufika kule mbele, sio kurudi nyuma tena. Kwa ina maana kama mwaka jana tulipata namba 2, mwaka tumepata namba 3, ina maana tumedrop. Kwa hiyo sisi kama wachezaji pamoja na benchi letu la ufundi, viongozi wetu, naamini wameona wapi tumekosea msimu huu, wapi hatukwenda sawa. Kwa naamini tutajipanga vizuri msimu ujao, tutajirekebisha, tutafikia malengo yetu yale tulikuwa tumeyaweka. Ina maana malengo yetu bado hayajafa. Sio kwa maana kwamba msimu huu kwa sababu tumekuwa 3 basi ndio tuseme malengo yetu yashapotea. Hapana, hayajapotea, tupo bado kwenye ushindani na tutaendelea kushindana mpaka tuweze kufikia lengo letu tunalihitaji. Inauma kwa kiasi gani kuona kwamba Simba na Yanga zinapoweka malengo yao yanafanikiwa, lakini kwa upande wa Azam inakuwa ngumu kidogo? Kama wachezaji, hii inawauma kwa kiasi gani? Inauma kwa sababu unajua hata sisi kama wachezaji tunapenda ni tunapomaliza msimu kama hivi kuna kitu tumekiingiza kwenye ofisi, na maana kama kwenye kabati la Azam, ina maana bado kuna kitu tumeleta sisi kama Kwa hiyo ikiwa kama ligi inaisha afu hamjaleta kitu chochote, ina maana sisi kama wachezaji pia tukikaa tukiangalia tunaona sio kweli. Hapana. Kwa hiyo ina maana mimi naamini msimu ujao tutajitahidi kadri ya uwezo wetu,
tutafanikisha kila linalowezekana tuweze kuleta chochote kitu kwenye klabu yetu. Simu unaisha huu Yahya Zaidi. Vipi, kuna namna timu zimeshaanza kupiga hodi? Kwangu mimi? Hapana, mimi bado nina mkataba sasa. Mkataba unaweza kuvunjwa lakini. Hamna bana, hamna klabu hilo ni. Hapana. Nasikia kuna klabu inakuhitaji. Wewe umesikia? Mimi nitakuuliza wewe, niambie hiyo klabu uloisikia. Nilichokisikia ni kwamba kuna namna, kuna timu inataka kukuondoa hapa Azam FC. Sasa wewe ndo unaniibia mimi hiyo siri. Mimi sijui. Wewe ndio. Lakini kama ikatokea, kwa sababu mwisho wa msimu kuna ofa nyingi waga zinakuja mezani. Kama ikatokea Yahya una mkataba na Azam lakini kuna timu inakuhitaji. Na bado na mkataba na Azam. Sasa hapo ina maana ikitokea mimi kama mchezaji mimi ni kazi yangu ni mpira. Kwa hiyo maana yanayobakia hapo sasa ina maana nasema labda ni viongozi wao wenyewe. Kwa maana kwamba mkataba labda unaruhusu mimi kuondoka. Wakiniruhusu nasema sawa. Au ruhusu akisema nibaki. Sawa, nitabaki kwa sababu mimi ni nyumbani kwetu. Nimekulia hapa. Mimi ni klabu yangu. Sijui unanielewa. Yaani sio kwa klabu yangu naimiliki, ina maana kwamba imenilea kwanza na imenileta kwenye tasnia hii ya mpira, wa mchezo huu wa mpira ina maana. Kwa hiyo bila Azam ina maana nisingefahamika leo. Au labda sijui ningefahamika kwa klabu nyingine huko. Sijui ningekuwa nimechimbukia hapa, lakini nilipokuja hapa nashukuru Mungu mambo yakaenda vizuri, ndio kama hivyo. Hivi Yahya, kwenye ile mipango yako ambayo umekuja nayo Azam FC, na nikikuuliza sasa hivi umefanikiwa kwa asilimia ngapi kwenye ile ndoto yako ambayo ulisema bwana, nikija Azam FC nitafanya 1 2 3 ili nifikie sehemu fulani? Kwenye ile mipango yako ama ndoto yako Azam FC imekufanikisha hii kwa asilimia ngapi? Naweza nasema kubwa, yani kwa sababu unajua sisi pia sometimes tunatamani kwenda kucheza. Sisi pia sometimes tunatamani kwenda kucheza nje. Sijui unanielewa. Kwa hiyo Unataka kwenda nje haya? Ndio hicho nasema kupitia hicho, kupitia si ndio nasema yani kwenye kile ambacho nilikuwa nakitamani unachozungumzia wewe. Wewe umeniambia ni nini? Mafanikio, si ndio? Yani Azam ilonipatia, si ndio? Ndio hicho mmoja hapo nakitaja hicho kikubwa, ina maana kwamba ni sisi pia kwenda kucheza nje. Kwa hiyo kupitia Azam nilifanikiwa kwenda kucheza nje. Kwa hiyo hilo pia nasema ni kubwa kwangu mimi. Yani kama legacy ambayo Azam amekuachia. Sawa. Bwana, huyo ni kiungo wa boli, wanamuita Nyuki Kipanki. Bado unatumia hiyo Hilo Kipanki hilo bwana. Hilo kwaje mpaka ukasema Nyuki Kipanki? Ni nyuki nzi Kipanki. Nyuki Kipanki. Hiyo ilitokana na baada, si unajua mpira bwana ni mchezo ambao kila siku watu hawaishi maneno. Kwa hiyo sometimes kama tunazungumza tunafurahi pamoja. Wao walituambia vile, ina maana sisi hatukukasirika. Kwa baada ya mchezo sisi tukawajibu bana, mimi kajiita nzi mwenye Kipanki. Sijui akatokea mwingine kajiita nani mwenye Kipanki, sijui nzi sijui nani. Kwa hiyo maana ni moja tu ya burudani ya michezo, yani ya mchezo wetu wa mpira. Mmoja atatamba asubuhi, mwingine atatamba baada ya mchezo. Sijui nani. Lakini sasa hivi hiyo haipo hiyo. Nzi mwenye Kipanki. Hiyo itabaki kwa watu ambao wameipenda. Kwa maana mtu akiniona anaweza akaniita nzi, nitamuitikia kwa sababu tunaelewa. Siwezi nikasema nikasirike. Baada huyo ni kiungo wa Azam FC, unaweza kumsikia kwa namna ambavyo amezungumza, namna gani ambavyo walikuwa na malengo lakini mambo yamekwenda tofauti. Niendelee kukuambia kwamba kupitia PMBet mambo ni mepesi sana. Nenda sasa kabashiri kupitia www.pmbet.co.tz, lakini pia kwa mwenye simu ndogo bonyeza *149 *23 alama ya reli.